Halo, habari za leo. Nina ujumbe kwa ajili ya kanisa. Inaeleweka kabisa kwamba tunaposema kanisa hatumaanishi majengo. Hapana. Hatumaanishi majengo kwa maana ya kwamba nyumba za ibada. Ndiyo, kuna watu wanaitaga majengo kuwa ni kanisa. Tafsiri hiyo siyo ya kibiblia. Siyo ya kibiblia. Lakini tafsiri ya kibiblia, tafsiri ya kimungu, kanisa ni jumuiya au kusanyiko la watu waaminio katika Mungu kupitia jina la Yesu Kristo, ya kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi wa maisha yao, na wanazamini nguvu za huyo wanayemwamini. Wanaamini utendaji kazi wa huyo wanayemwamini Yesu Kristo. Wanazifuata njia za huyo wanayemfuata Yesu Kristo. Wanayaamini mafundisho, maelekezo, miongozo na taratibu, hata kanuni za huyo wanayemwamini Yesu Kristo. Haishi hapo. Wanamtegemea huyo au wanamtarajia huyo Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wao katika nyakati za mwisho, ya kwamba yeye ndiye njia na uzima. Pasipo yeye huyo hakuna uzima, hakuna ukombozi. Maisha yao hao watu hapa duniani wako tayari kuishi wakitambua ya kwamba ni wageni na wasafiri katika dunia. Kwa maana hiyo, mategemeo yao ni kurithi uzima wa milele pamoja na huyo wanayemwamini Yesu Kristo. In short, au kwa ufupi, hilo ndilo kanisa. Sasa kanisa hilo ndilo ambalo ningependa niongee nalo kwa wakati huu. Sawa, si hao tu wataona na kusikiliza, lakini nalenga nizungumze na hao watu. Nazungumza na hao watu kitu gani? Kitu hiki hapa. Kwenye maandiko matakatifu, kitabu cha Luka mtakatifu, sura ya 21, mstari ule wa 25 mpaka mstari wa 28, kwa maana ya kwamba ni mistari kama mitatu hivi. Shalom. Neno la Mungu linasema hivi: tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa, na katika nchi dhiki ya mataifa.
Manake na katika mataifa, dhiki ya hayo mataifa. Manake ishara zitakuwa katika jua, mwezi, na katika mataifa, na katika nchi. Kutakuwemo na dhiki. Unajua maana ya dhiki? Asante. Wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Wakishangaa. Sio ikishangaa miti au nini. Wakishangaa wanadamu, mimi na wewe. Wakishangaa kwa uvumi wa bahari na misukosuko yake. Inaposemwa bahari hapa, sio bahari unayojua, bahari ya Sham na kadhalika. No. Dunia inatamkwa kwa lugha ya kinabii, inasemwa kwa lugha ya kinabii kama bahari. Amen. Mstari wa 26. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Sasa hapa hajasema kanisa likivunjika mioyo. Watu. Maana matukio haya hayatajitokeza tu kwa kanisa. Ni kwa kila kiumbe hai, ni kwa kila mwanadamu. Wataona. Na yale watakayoona yatajenga hofu ndani ya mioyo yao kwamba dunia inakwenda wapi? Tunakwenda wapi? Pasipo kujarisha ni mtu aliyeamini, aliyeokoka, mtumishi wa Mungu, au ni mtu ambaye hajaokoka, hajaamini, ni mtu mataifa, ni mtu mpagani. Wataona, kila mtu ataona ishara. Kila mtu ataona ishara. Na ishara hizo zitajenga hofu kwa kila mtu. Kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu. Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Mstari wa 27. Hapa ndipo watakapomwona Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Bas. Wewe mwana kanisa sema bas. Haleluya. Anasema bas. Mambo hayo yaanzapo kutokea. Yaanzapo kutokea. Mwanzapo kuyaona. Changamkeni. Haleluya. Changamkeni. Changamkeni. Mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa mkombozi wenu amekaribia. Shalom. Okay. Naingiza kachai kidogo hapa ili tuende kuzungumza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mambo hayo yaanzapo kutokea. Mambo hayo yaanzapo kutokea. Mambo yapi sasa? Mambo yameshatokea mengi. Yameshatokea mengi. Wewe si shahidi? Yameshatokea mengi sana. Ambayo hata mtoto mdogo anaona na anajua na anaelewa. Hapo hakuna swali. Kuna mambo yanatokea katika anga. Wanasayansi NASA wanayaona. Kuna mambo yanatokea katika dunia hii. Sasa anasema yaanzapo kutokea, mambo hayo yaanzapo kutokea. Kuna mambo sasa yamekuwa wazi. Kwa mfano kitabu cha Mathayo sura 24
Bwana Yesu alisema hivi, taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme. Maana yake nini? Anaposema taifa, maana yake taifa lina kiongozi. Kwa hiyo ni kiongozi wa taifa fulani anapanga vita, anapanga mbinu za uharibifu dhidi ya taifa fulani pasipo sababu ya msingi. Naye siye kiongozi, ni kwa sababu ya roho ya unabii inatimia. Kwa hiyo taifa linatamani kugombana na taifa jirani yake, lenzake, pasipo sababu za msingi sana za kuona kwamba da, suna yaona, sumesha yaona. Juzi kwenye clip zinazopita hizi nilisema hivi, katika vyombo vya habari vya utangazaji, redio na kadhalika, asilimia almost 95 au 90 ya matangazo yanayotembea siku hizi sasa Jerumani, BBC na kadhalika, ni vita, ni vita, ni vita, ni vita. Taifa fulani linapanga kupigana taifa fulani, taifa fulani ni vita, ni vita. Bwana Yesu hakuyasema haya? Nabii Yesu Kristo hakuyasema? Miaka 2000 na uchafu iliyopita yalisemwa. Sasa utasema wanatudanganya? Utasema wanatudanganya watu hao, wanatudanganya hawa, wanatudanganya hawa. Wanazusha injili za hofu, wanatia watu hofu, wanatia watu taharuki. Kama una mawazo hayo, ndugu yangu, unasahau. Sijifanye kama uoni. Na ndio maana nyuma nimesema hivi, hizi nyakati za kila mtu kuvaa magunia, ukamtafuta Bwana, ukamrudia Bwana, ukamrejea Bwana, ukajikabidhi, ukasubiri nayo kuja kutokea. Okay, nirudi nyuma kidogo. Unapoona sasa kanisa linaanza kushambuliwa, sijui kafikia yametokea kule ambako umesikia. Sijui kasema ni ya kule. Hapana. Believe or not, amini usiamini, muda sio mwingi utasikia yamekamata na taifa lingine, yametokea na kanisa lingine, yametokea na taifa lingine, yametokea na kwetu. Kwa mawazo ya kawaida utafikiria ni kweli kuna virugu, wanakosea watu wa kanisa, kuna hivi wanakosea, sijui mitume, sijui uongo, sijui vitu gani. Yaani mawazo nini? Ya kawaida. Kwani wanaokosea na kuvuruga na kuharibu ni watu wa kanisa? Kwani wanaofungwa magerezani, magereza yanajaa wafungwa kila kukicha, pelekwa kwenye karandinga na rundika mle, ni watu wa kanisa tu? Asipe kuwa na watu wa kanisa. Kwanza ukiangalia vizuri, watu wa kanisa wanaokwenda mle ni wachache kwa idadi. Ukiangalia vizuri kufuatilia, watu wa kanisa wale kaa vizuri kikanisa ni wachache. Hao ni watu wanaojiita wa kanisa, lakini ni watu ambao hawana maadili ya kanisa. Kwa hiyo kanisa linahusika kutengeneza amani kwa ajili ya utulivu wa nchi, kutengeneza maadili kwa ajili ya utulivu wa nchi. Sasa kama viongozi na watawala wanaanza kuibuka, roho inaanza kuwaingia kudhibiti makanisa, sijui kafikiri kwamba ugonjwa utaishia taifa moja. Hapana. Ujumbe wangu kwa wewe mwana kanisa, huu sio wakati wa kuangalia hamna, Mungu atatusaidia. Tunahitaji kuchukua hatua ya kumfanya Mungu atusaidie. Tunahitaji kuchukua hatua ya kumfanya Mungu atusaidie. Hatua ni ipi? Sugua magoti sana. Kama sio kuweza mabaraza nayoona, mabaraza ya mitume, mabaraza ya manabii, mabaraza very good, mazuri, lakini yasiishie kwenye mlengo wa aina moja. Ifikia hatua mabaraza pia haya yaanze kuyaona haya yanayokuja, kwamba kesho na kesho kutwa yakitua kwetu haya mambo tunayoyaona ukule, baraza hili litakuwa na msaada kiasi gani? Mabaraza haya yatakuwa na msaada kiasi gani? Si kwa maombi tu. Yatakuwa na sauti kiasi gani katika taifa? Yatakuwa na tamko kiasi gani katika taifa? Yatakuwa na
influence gani katika taifa, kwamba hapa hapana. Kanisa tunahitaji kuangalia mambo mengine kwa upana wake. Imetokea sasa tukawa na fursa, kwa mfano, imetokea tukawa na fursa ya kuwa na mgeni rasmi rais wa nchi, kuwa na mgeni rasmi kiongozi wa juu sana kwenye mabaraza yetu. Imetokea tukamwalika hao akaja. Hiyo fursa tunaitumiaje kama baraza? Tunaitumiaje? Tuna tamko gani kama baraza? Si tamko tu la kupigana, kutandikana mbele ya mgeni rasmi. Kutandikana, unajua mitume hawa, unajua hawa, mnatandikana, mnatwangana mbele ya mgeni rasmi. Na mgeni rasmi wengine wanatushangaa, wanashangaa kanisa. Tamko lililoandaliwa na baraza, tamko lililoandaliwa na kanisa mbele ya mgeni rasmi huyu ni lipi? Tamko. Nikifikia hapo ndio maana na wapenda sana watu wa dini fulani. Watu wa dini fulani. Watu wa dini fulani. Na yani katika maeneo hayo nasema safi sana. Watu wa dini fulani. Wakipata fursa hiyo ya kukaa na kiongozi wa nchi, wanatoa matamko ya kuifanya nchi, ya kumfanya kiongozi ajue kwamba kanisa lipo. Kanisa changamkeni. Yanayotokea huko si kwamba ni mbali na sisi tulipo. Kwa ujumla wake, nyakati hizi tulizomo ni nyakati ambazo kanisa litavurugwa. Unapoona mataifa yanavurugana, at the end of the day, baada ya hapo kanisa litavurugwa. Sasa linakuja kuvurugwa, linakuta kanisa mko zigizaga. Mungu atusaidie. Kwa leo naishia hapo. Ya tafakari, uchukue hatua. Shalom. Bishop Kaendaguza hapa naongea. Asante.